Okay, karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho kwa watu wote, wa mama, wa baba na vijana. Leo tulikuwa na somo letu linaendelea, inasema somo letu kwa habari ya mama mjamzito na namna ya malezi na makuzi ya mtoto. Na kipindi cha leo nafundisha mama mjamzito ni marufuku unapokuwa mjamzito kuazima dira, kuazima zile nguo za wamama zile ambazo wanatumia wamama wakati wamejikubeba ujauzito, wanatumia wamama kuweza kujistiri. Wakati mwingine mama anapokuwa mjamzito tumboni hawezi kuvaa mavazi ya kawaida, kwa anavaa mavazi makubwa maarufu kama madira. Sasa wengi wamekuwa wakibeba mimba au ujauzito, wamekuwa wakipeana mavazi haya. Unaambiwa njoo chukue dira hili hapa, nalo zuri sana, liko vizuri, njoo chukue. Wewe unaenda kuchukua alafu unalitumia kwenye ujauzito wako. Hii nataka tujifunze siku ya leo. Wengi wamekuwa wakipata vita vingi katika ulimwengu wa roho, lakini hawajui siri kubwa ni kwenye madira. Unapopewa dira, hata kama mtu ni mwema namna gani, hakikisha umeliombea, hakikisha umelifanyia sala na dua. Kwa nini ulifanyie sala na dua? Ifuatilie katika somo hili uweze kujua kwamba mavazi yanaweza kubeba roho. Kwa tunaanza kama ifuatavyo. Kama ni mara yako ya kwanza, ili upate masomo yetu yajayo, hakuna njia nyingine, ni njia kusubscribe channel hii. Bonyeza maneno yanayoandikwa subscribe kwenye PC yako, kwenye simu yako, kwenye laptop yako, alafu moja kwa moja utajiunganisha na sisi. Kwa tunapotuma masomo unayapata kwa wakati. Mavazi huwa yanabeba utambulisho wa kiroho. Katika ulimwengu wa mwili, mavazi yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza yamebebwa katika eneo la kimwili. Mavazi katika eneo la kimwili, maana yake katika mazingira ya kawaida ya duniani. Lakini mavazi pia yamebebwa katika muunganiko wa kiroho. Mavazi pia yamebeba nguvu ya kiroho. Kwa ulimwengu wa mwili, mavazi yamebeba utambulisho. Ili umjue askari, utamjua kwa mavazi aliyonayo. Ili umjue mwanajeshi, utamjua kwa mavazi aliyonayo. Ili umjue trafiki, utamjua kwa mavazi aliyonayo. Ili umjue huyu ni dokta, utamjua kwa mavazi aliyonayo. Ili umjue huyu kwamba ni askari magereza au mwalimu, utamjua kwa mavazi aliyonayo. Kwa hiyo leo nafundisha katika ulimwengu wa roho, vazi limebeba nini katika ulimwengu wa kiroho. Tunaanza kama ifuatavyo. Vazi linaweza kubeba nguvu ya kiroho. Mavazi yanaweza kubeba nguvu ya kiroho katika ulimwengu wa roho, na ndio maana tunaanza kuangalia katika kitabu kile cha Wafalme sura ile ya pili, Wafalme sura ya pili na mstari ule wa 13 mpaka mstari wa 16 mpaka mstari wa 16. Wafalme wa pili sura ile, Wafalme wa pili sura ile ya kwanza, sura ya pili mstari wa 16 wa 13 mpaka 16. Tutaona kwa habari ya Elisha na Elia. Elisha na Elia, hao walikuwa ni manabii. Elisha alikuwa ni nabii mkubwa kwa wale wasomaji wa Biblia. Ndio yule aliyeshusha moto, ndio yule aliyeteketeza manabii wa bahari. Elisha alikuwa ni nabii mkubwa, ndio yule ambaye aliyeshusha moto na kuwateketeza manabii wa bahari. Elisha ndio yule aliyefufua wafu. Lakini Elia ndio alikuwa aliyeshusha moto. Nabii Elia ndio aliyeshusha moto. Lakini Elia huyu, baada ya kushusha moto, Elia huyu ndiye ambaye aliweza kufufua wafu. Elia huyu
Lakini Eliya alikuwa na wanabii wadogo wadogo, mmojawapo alikuwa anaitwa Elisha. Elisha akaambiwa kwamba atapewa roho. Walikuwa roho ya Eliya itembee kwenye roho ya Elisha. Na ndio maana ukisoma hapa Wafalme wa Pili sura ya 3, Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari ule wa 14, Elisha anapaa na gari la moto kwenda mbinguni, wakati anataka kuchukuliwa na Mungu aende mbinguni. Elisha na Eliya anataka kupaa kwenda mbinguni. Eliya alichokifanya akamwambia, ukiniona kati na paa, kile ulichoniomba roho yangu iwe maradufu juu yako. Maana Elisha alimwomba Eliya, roho yako iwe maradufu juu yangu. Sasa tunaona Elisha anapaa, Eliya anapaa kwenda mbinguni. Elisha amemwomba, anataka roho yake iwe mara 7 juu yake, maradufu juu yake. Yaani ile roho ya Mungu alikuwa anatumia kufanya miujiza, kuombea watu, kuponya watu. Eliya anamwambia Elisha, umeomba kitu kigumu, lakini utakaponiona napopaa kwenda mbinguni ndipo jambo hilo litatimia. Na tunaona wakaenda pamoja, anatarajia kwamba anachukuliwa kwenda mbinguni ili Elisha kubaki kama kuwa nabii katika nchi ya Israeli. Lakini Eliya alipopaa kwenda mbinguni, alichukuliwa na upepo mkali ukatokea ukawatenganisha, na gari la chuma la farasi la moto likapita katikati yao. Lakini Eliya alichokifanya, aliangusha vazi, alimpa vazi. Maanake tunaona kuna muunganiko kati ya roho ya Eliya na vazi. Kuna muunganiko kati ya Eliya na vazi lake alilonalo. Kuna muunganiko kati ya roho ya Eliya na vazi lake alilonalo. Ndivyo ilivyo watu wa giza au Freemason, wachawi, wanajua siri hii kwamba kwenye nguo kunaweza kubeba roho. Kwenye nguo kunaweza kubeba roho. Sasa wewe mama mjamzito au mama mwenye mimba usiyejua siri hii, unaambiwa tu umebeba mimba, unaona umehurumiwa. Njoo chukue dira, njoo chukue madira nayo mengi, unahurumiwa. Njoo chukue madira haya, njoo nivae, unahurumiwa, unaenda kuvaa. Kama mtu ni adui, anaweza akatamka maneno kwenye hayo mavazi. Kama mtu ni adui, anaweza akasimamisha maneno kwenye hayo mavazi, na wewe ukaenda kuchukua, ndio ikawa chanzo cha wewe kushambuliwa ulimwengu wa roho kupitia mavazi hayo. Ukawa chanzo cha wewe kuharibiwa mtoto wako kupitia mavazi hayo. Ukawa chanzo cha wewe kushambuliwa kupitia mavazi hayo. Nini nafundisha? Vazi linaweza kubeba nguvu ya kiroho, au vazi linaweza kubeba roho katika ulimwengu wa roho. Mama unapobeba mimba, kuwa makini sana. Kuwa makini sana kwa mavazi unayoweza kupewa, kwa nguo unazoweza kupewa na mtu, kama kuvaa kama madira. Kuwa makini sana. Na kama mnaheshimiana, wewe chukua lile dira, lakini usivae, nenda kaliombee. Kama unaona vipi, liombee. Kama uoni vipi, weka pembeni, tafuta la kwako, kanunue la kwako kwa ajili ya kujilinda, kwa ajili ya maisha yako. Unasema mtumishi, unaongea nini? Kwa Eliya alipompa vazi Elisha, tunaanza kuona vazi linaweza pia kubeba hapo Mungu wako au miungu yao. Kwako naweza kubeba nguvu ya Mungu, lakini kwa wachawi nabeba nguvu ya miungu yao. Eliya, Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari ule wa 15, wa 15, wa 14, akalitoa lile vazi Elisha, akalitoa lile vazi Elisha. Kisha alikotoka lile vazi la Eliya, akaliokota vazi la Eliya, akamwangukia, akarudi akisimama katika ukingo wa Yordani. Akatoa lile vazi la Eliya alilomwangukia, akayapiga maji akisema, yuko wapi Mungu wa Eliya? Naye akapiga maji yale, yakagawanyika huko na huko, kisha akavuka. Eliya alipomwacha Elisha, nabii Elisha aliyemwomba, naomba roho yako iwe maradufu juu yangu, iwe mara 7. Roho wako wa Mungu aliye naye awe mara 7 juu yako. Eliya alimwachia vazi. Baada ya kumwachia vazi, kumbuka walivuka mto Yordani. Asa anarudi sasa kurudi aje upande wa pili tena, yale maji yakamzuia. Lakini Elisha akachukua lile vazi, akapiga kwenye yale maji, akasema, yuko wapi Mungu wa Eliya? Yuko wapi Mungu wa Eliya?
maana yake anamuita Mungu wake Eliya kupitia vazi. Anamuita Mungu wake Eliya kupitia vazi. Sio kuna kitu unajifunza mpendwa, sio kuna kitu unajifunza mtu wa Mungu. Katika ulimwengu wa roho, Eliya hayupo, lakini Mungu wake anafanya kazi na yale mavazi. Elisha yupo, anamwita Mungu wa Eliya kupitia vazi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Wanatamka wachawi kupitia vazi hili, tuwe tunamuona na mtoto wake. Kupitia vazi hili tuwe tunaona na mtoto wake. Kupitia vazi hili tunaharibu mtoto wake. Kupitia vazi hili tunamtengenezea mauti. Usipende sana mama mjamzito. Na wewe baba, mke wako akipata ujauzito, mwandalie dira za kutosha. Nunua we mwenyewe. Hivi vya bure vitawaponza. Vya bure vinaleta shida. Vazi naweza kubeba roho katika ulimwengu wa roho. Kwa unaweza ukapoa vazi lakini nyuma yake limebeba maroho, magonjwa, roho ya mauti, roho ya uharibifu, roho ya pressure, roho ya kisukari. Lakini unajiuliza, mbona mke wangu amekuwa kuugua sana? Yaani umekuwa mimba ni ya taabu, mimba ya shida. Kumbe vita hivyo vimebebwa katika vazi, katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kitabu cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5. Bwana Yesu, utaangalia Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 28 pale. Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 28. Bwana Yesu alipokutana na yule mama alikuwa ametokwa na damu muda wa miaka 12. Muda wa miaka 12 mama huyu ametokwa na damu. Huyu mama alipokutana na Bwana Yesu, mama huyu akamwambia Bwana Yesu. Mama huyu alipokutana na Yesu, mama huyu alichokifanya, alitaka kulishika pindo, akasema moyoni mwake kwamba nikilishika pindo la vazi la Yesu nitapokea uponyaji. Nikilishika pindo la vazi la Yesu nitapokea uponyaji. Na ni kweli ilikuwa vile vile kama mama alivyotamka, akaligusa pindo la vazi la Yesu na akapokea uponyaji. Soma Marko sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 28. Mara Yesu aliyekifahamu nafsini mwake, mstari wa 30. Maana alisema nikiligusa vazi, Marko sura ya 5 mstari wa 28. Maana alisema nikiligusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akafahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katika makutano akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Sasa tunaona Yesu anasema kwa habari ya nguvu kuondoka za kiroho. Yesu anasema kwa habari ya nguvu ya kiroho kuondoka ndani yake. Lakini baada ya kusema kwa habari ya nguvu ya kiroho kuondoka ndani yake, Yesu anataja mavazi. Kwa maana tunaanza kuona mavazi sio tu anabeba miungu, sio tu anabeba roho ya Mungu. Mavazi pia anabeba nguvu ya kiroho. Kwa hiyo anayekupa mavazi, je, anakupenda? Amekupa kwa wema? Amekupa kwa furaha? Au unavaa tu ile udira au nguo umeazima, ni suruali, shati, ni sketi umeazima? Aujue kwamba mavazi yanabeba roho katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiki ndicho wanachofanya hawa majenti wa kichawi. Wanapoona umebeba mimba, wanakuja kwako, nina madira mengi, nina mavazi mengi, njoo chukue. Na wewe kwa sababu una shida, naenda unachukua. Na unakuja unayavaa bila kuyaombea. Ndugu, wanakuwa wanaona mimba yako, wanaona mtoto wako, wanaona namna kukushambulia katika ulimwengu wa roho. Naweza ukanifuatilia somo lijalo kwa kusubscribe channel hii, na Mungu akubariki sana. Naweza ukanifuatilia somo lijalo kwa kusubscribe channel hii. Mungu wa mbingu na nchi akubariki, na neema ya Mungu iwe juu yako. Na unaweza pia ukaweka comment yako hapo chini na ukalike. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.